Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Taarifa kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo. Hii ni mara baada ya kombe la ligi kuu Tanzania bara kumalizika na msimu mpya wa ligi kuu ya NBC kuweza kufunguliwa kwa msimu wa mwaka 2026 2027, ambapo tunashuhudia kwa sasa vilabu mbalimbali viko mapumzikoni vikisubiria pre-season kwa ajili ya kujiandaa na msimu mpya. Sasa tunakwenda kuangaza kile ambacho kwa sasa kinaendelea katika dirisha kubwa la usajili la msimu wa mwaka 2026 2027, ambapo ikumbuke tunashuhudia kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kupitia bodi yake waliweza kufungua dirisha la usajili, ambapo dirisha hili lilifunguliwa tarehe 6 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ambapo linatarajiwa kufungwa tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Sasa ndani ya klabu ya soka ya Simba kuna wachezaji ambao waliweza kumaliza msimu vizuri, kwa maana kwamba waliweza kufanya vizuri na kuweza kuvivutia vilabu mbalimbali ndani ya bara la Afrika hata nje ya mipaka ya bara la Afrika. Miongoni mwa mchezaji ambaye ameweza kuwa gumzo kubwa katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi ni mchezaji Anicet Aura. Anicet Aura ni mchezaji mwenye uwezo wa kucheza winga namba 11 kwa ufasi mkubwa, ambapo ukiangalia msimu uliopita aliweza kufanikiwa kutengeneza nafasi za magoli, yani kutengeneza assist, bila kusahau ni mchezaji ambaye alikuwa akifunga magoli ya muhimu ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Bila kusahau Anicet Aura ni mchezaji ambaye ni msumbufu kweli kweli anapokuwa na mpira mguuni. Sasa mara baada ya kuonyesha uwezo mkubwa katika mechi ambazo amecheza akiwa na wekundu wa Msimbazi mara baada ya kujiunga na kikosiko katika dirisha dogo la usajili, sasa habari ikufikie ni kwamba klabu ya soka ya Simba Sports Club wameweza kupokea ofa kubwa kutoka katika vilabu vikubwa vitatu kutokea katika bara la Ulaya, ambapo tutashuhudia kwa mujibu wa taarifa, ofa ya kwanza ililetwa na klabu ya Bursaspor inayoshiriki pale ligi daraja la pili nchini Uturuki. Tunafahamu nchi ya Uturuki ni miongoni mwa nchi ambayo ina timu kubwa kama Galatasaray, Fenerbahce. Tunashuhudia kuna timu nyingi ambazo zinashiriki ligi kuu ya pale nchini Uturuki. Sasa hii Bursaspor ni timu ambayo inakwenda kushiriki ligi daraja ya pili kujiandaa kupanda ligi kuu ya nchini Uturuki. Sasa mchezaji huyu kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Simba wameweza kuwekewa dola 750,000, ambapo fedha hizi ukizipeleka kwa pesa ya Kitanzania ni zaidi ya bilioni 1.7 ili aweze kusajiliwa kununua mkataba wa mwaka mmoja ambao umesalia ndani ya klabu ya soka ya Simba. Sasa kilichopo ndani ya klabu ya soka ya Simba kuna mvutano baina ya viongozi, ambapo kuna viongozi wanasema wamuuze waweze kuvuna hizo bilioni 1.7 na mara baada ya hapo waingie sokoni kumtafuta mchezaji ambaye atakuwa wa bei nafuu, ambaye atakuwa na sifa kama za Anicet Aura. Lakini viongozi wengine wanasema kwamba aachwe kwa sababu Simba imetoka kujitengeneza ama kujipata. Kwa hiyo ni muda sasa wa Simba kuendelea kutanua mbawa zake, na mara baada ya hapo wataona jinsi gani ya kumsajili mchezaji mwingine ambaye atakuwa kuwa mbadala wakati huu mchezaji akiwa ana perform kuelekea katika msimu mpya. Kwa hiyo kuna mvutano, viongozi wengine wanasema auzwe, wengine wanasema endelee kuachwa kwa sababu tayari ameshaingia katika project ya klabu ya soka Simba. Lakini mchezaji mwenyewe Anicet Aura ameweza kuweka wazi matarajio yake kuelekea msimu ujao. Popote pale atachezea, kama Simba watamwendelea kumwamini, basi yupo tayari kuendelea kuitumikia klabu hiyo. Kama wataamua kumuuza, basi naye pia ataangalia maslahi yake binafsi katika klabu ambayo atakwenda. Kama yatamridhisha, basi kwa upande mwingine atakwenda kujiunga na klabu hiyo. Lakini za ndani kabisa ndio hivyo, habari kufikia ni kwamba Anicet Aura kwa sasa ni mguu ndani mguu nje kutoka ndani ya klabu ya soka ya Simba. Lakini mpaka sasa miongoni mwa wachezaji ambao ni confirmed ameondoka katika klabu ya soka ya Simba ni mchezaji Shamu Karabwa ambaye amemaliza mkataba, Awesu Ali Awesu ambaye amemaliza mkataba, mchezaji mwingine ni Mzamiru Yasin Selemba ambaye amemaliza mkataba, bila kusahau mchezaji mwingine ambaye amemaliza mkataba na klabu ya soka ya Simba ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Neo Maema ambaye alikuwa kwa mkopo na Selemani Mwalimu. Lakini nyota wengine ambao Simba wamepanga kuwatoa kwa mkopo ni Morris Abraham ambaye anaunda na klabu ya ST
Setif inayoshiriki ligi kuu nchini Algeria. Mchezaji Ladak Chasambi ametolewa kwa mkopo katika klabu ya soka ya Singida Black Stars, huku Jonas Sansoa yeye akivunjiwa mkataba kutokana na mambo ya tabia ambayo alionyesha ndani ya klabu ya soka Simba. Kwa hiyo story ambayo ipo Msimbazi kwa sasa ni kuhusiana na swala la Anicet Aura kuuzwa. Kwa hiyo nenda kwenye comment washauri viongozi wa Simba, je, wamuuze ama endelee kusalia Msimbazi?